Kuna watu wengi wanashindwa vitu wanavyovifanya kwa sababu ya hofu ya kushindwa. Fear of risk, fear of losing, fear of failure. Wana hofu ya kupoteza, wana hofu ya kushindwa. Wengi wanashindwa kufanya maamuzi ya biashara. Wengi wanashindwa kuingia kwenye very good partnership. Wengi wanashindwa kupata ushirika bora na baadhi ya watu kwa sababu ya hofu ya kushindwa. Hofu ya kushindwa imefanya baadhi ya watu washindwe kwenda kwenye the best interviews, washindwe kupata best kazi, washindwe kufika kwenye levels njema za maisha yao kwa sababu wana hofu ya kushindwa. Leo naomba nikusaidie mbinu 3 za kukusaidia kupunguza hofu ya kushindwa. Strategies 3 za kukusaidia kupunguza hofu ya kushindwa, the fear of failure or the fear of risk. Mbinu ya kwanza, ongeza uelewa wako na skills, ujuzi wako kwenye maeneo husika ambayo unayahofia. Fanya research kwa jinsi unavyoweza. Tafuta taarifa kwa jinsi unavyoweza. Plan mambo yako vizuri kwa jinsi unavyoweza. Fanya analysis na assessment kwa kina kwa vitu ambavyo unafikiri vinakusumbua. Itakusaidia kuongeza vitu viwili: uelewa, knowledge, na skills, ujuzi. Ukiwa na uelewa mkubwa na ujuzi mkubwa, hofu yako ya kushindwa itapungua kwa kiasi kikubwa au itaondoka yote. Naomba nikupe mbinu namba 2. Hakikisha unajiamini zaidi. Boost your self confidence. Ongeza ujasiri wako. Watu wengi wana hofu ya kushindwa kwa sababu hawana ujasiri, sio kwa sababu hawajasoma. Hawana ujasiri sio kwa sababu hawajui haya mambo wanayofanya. Wanayajua sana lakini ujasiri wamekosa. Na yako mazingira mengi yanaweza kufanya wewe ukakosa ujasiri. Na hapa naomba nikupe assignment. Tembelea video zangu zote nilizoziongea na kufundisha, au pale juu andika Chris Mauki ujasiri, Chris Mauki ujasiri, Chris Mauki confidence. Zitakuja video zote nilizoongea kuhusu ujasiri. Jifunze kwenye zile videos. Nimeongea aina za ujasiri, nimeongea mambo yanayokusaidia kupata ujasiri, nimeongea mbinu za kuboost ujasiri, nimeongea vitu vinavyoua ujasiri, na mambo mengi yanayohusu ujasiri yatakusaidia. Mbinu namba 3 na ya mwisho, tazama kule kufeli au kule kushindwa positively. Usiangalie kushindwa kama hasara. Angalia kushindwa kama faida. Usiangalie kushindwa kama mwisho wa issue. Angalia kushindwa kama mwanzo wa issue. Usiangalie kushindwa kama tatizo. Angalia kushindwa kama fursa. Hakuna mtu aliyefanikiwa duniani ambaye amefanikiwa kwenye anachokifanya ambaye atakwambia hakuwahi kushindwa. Ukimpata wa hivyo, achana naye wala usimsikilize, ni muongo. Yoyote unayemwadmire, yoyote unayempenda kwenye kitu anachokifanya, sio unayempenda kwenye mapenzi, yoyote unayempenda kwenye kitu anachokifanya aliwahi kushindwa. Failure is just a process towards a destination. Failure sio destination. Kushindwa sio mwisho wa safari. Kushindwa siko uliko unatakiwa kufika. Kushindwa ni mchakato ambao unakupeleka kushindwa. Mara nyingine utakuwa kufurahia kushindwa kutakusaidia. The way unachukua kushindwa positively itakusaidia kutengeneza. Ila ukifikiri kushindwa ndio mwisho wa matatizo, umekwisha. Hofu yako itakuwa kubwa. Kuwa na positive attitude na mtazamo uliochanya kuhusu kushindwa, iwe nafasi ya wewe kujaribu. Nampenda yule ambaye alikuwa anajifunza kuwasha taa. Historia inasema alikosea au kufanya makosa ya kuwasha balbu mara 99 kwa sababu alifanya mara 100. Mara ya 100 akaweza. Watu waliokuwa wanahoji na kufanya interview wakamuuliza, ulikuwa wapi na komfo la kujaribu mara 99 zote unashindwa? Ulikuwa wapi? Uliwezaje? Akasema, sijashindwa mara 99, nimejua mbinu za kuwasha taa, nimejifunza mbinu za kuwasha balbu mara 99. Chukua positive, Chukua, usiongee matatizo zaidi ya kuanzisha biashara, ongea mazuri ya kuanzisha biashara. Hofu yako itaondoka pale ambapo umechange mtazamo wako kuhusu
kufeli au kushindwa. Umechange fikra zako kuhusu kushindwa. Hizi ni mbinu 3 zitakazo kusaidia kuondokana na hofu ya kushindwa. Naitwa Dr. Chris Mauki.